Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Basi ndugu waandishi wa habari, nitumie nafasi hii kuwashukuru sana kwa wale ambao mmekuwa mkinitafuta mara kwa mara ili kuweza kutoa ufafanuzi kwa baadhi ya mambo ambayo yanaendelea kutokea au yametokea ndani ya mkoa wetu. Na niliona ni vema pengine mkao kwa pamoja ili nisirudie kutoa tafsiri au kutoa maana ama kutoa maelezo mafupi kwa kile ambacho wengi mliomba niweze kufanya hivyo. Jambo kubwa ambalo niomba niweze na mimi kusema kidogo ni kuhusiana na jambo lililopo mbele yetu la kushambuliwa kwa baba, kwa ndugu yetu, kwa mlezi wetu, Padre Dr. Kitima, ambaye ni katibu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Awali ya yote, nitumie nafasi hii kuwashukuru ninyi namna ambavyo mmewahabarisha watu, lakini aidha pia nitoe maelezo mafupi kwamba sikutaka kuzungumza kitu chochote kwanza, kwa sababu tayari jeshi la polisi lilikuwa limekushatoa statement. Na kwa kufanya hivyo, mimi nimefuatilia kauli kama 3 au 4 kama ifuatavyo. La kwanza, nimefuatilia statement iliyotolewa na Baraza la Maaskofu Tanzania, na imetolewa na makamu wa rais wa baraza, baba na Askofu Nzigirwa. Nimeiona kauli ile ikiwa ina utu, ina heshima kubwa sana kwa taifa letu, na pengine ni kauli ya unyenyekevu ambayo inavitaka vyombo vya dola kuweza kubaini aliyefanya au waliofanya jambo hili. Na kwa dhati ya moyo nitumie nafasi hii kushukuru sana Baraza la Maaskofu Tanzania kwa namna ambavyo wameweza kutoa kauli hii ambayo kwetu kama watumishi wa serikali inazidi kutupatia moyo wa kuweza kufanya kazi kwa bidii, kuwasaka kwa kushirikiana na vyombo vya dola wale wote waliofanya hivyo. Lakini pili, nimefuatilia pia statement iliyotolewa na Chama cha Mapinduzi kupitia katibu mtendaji wa chama Dr. Emmanuel Nchimbi. Kauli aliyoitoa inalaani vikali kwa wote ambao wamehusika kufanya jambo hili. Na mimi kwa dhati ya moyo pia nitumie nafasi hii kumshukuru sana katibu mkuu, lakini naamini statement ile imetolewa kwa niaba ya wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi. Aidha, nimefuatilia pia statement kupitia nakala tete ambayo imetolewa na baba Askofu Pisa, rais wa Baraza la Maaskofu, kupitia mazungumzo ya simu na namna pia alivyoonesha mashaka kwa statement iliyotolewa na jeshi la polisi Dar es Salaam. Aidha pia nimefuatilia statement iliyotolewa na jeshi la polisi Dar es Salaam ambayo imetolewa na Sakap Mlilo, kamanda wa kanda maalum ya mkoa wa Dar es Salaam. Na mwisho nimefuatilia pia statements zilizotolewa na wadau mbalimbali wa sheria, akiwemo rais wa TLS kaka yangu Mwambugusi, pamoja na watu wengine. Na mwisho nimefuatilia maoni ya watu wema ambayo yametolewa katika mitandao ya kijamii kuhusu shambulio hilo. Statements zote zimenipelekea kwenye hitimisho lifuatalo. Kama mnavyofahamu, wapo wengi pia ambao wapo katikati, ambao wameiomba serikali, wameviomba vyombo vya dola, wamewaomba Watanzania wema kuhakikisha kwamba watu wote waliofanya hivyo wanakamatwa, wanafikishwa katika vyombo vya kisheria ili sheria iweze kufuata mkondo wake. Ndugu waandishi wa habari, mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na wenzangu wote, na kama ambavyo jeshi la polisi likushatoa statement yake, naungana pia na kauli zote ambazo zimetokea kulaani vikali sana jambo hili.
Na katika kulani jambo hili, naomba niweke bayana ukweli kwamba wananchi wa nchi ya Tanzania, na waomba waendelee kuwa na usikivu mkubwa sana, lakini pia na kwa wale wote ambao wanaonyesha mashaka kwa jeshi la polisi, naomba nao wawe na imani kubwa sana kwamba vyombo vya dola havitamuonea mtu yoyote wala havitapuuzia jambo lolote, na jambo hili litakuwa prosecuted katika hatua zote kwa mujibu wa kisheria. Na kwa yule ambaye atakuwa amefanya kosa na kubainika, Tanzania ni nchi ya kisheria. Tanzania ni nchi ambayo inafuata mlolongo wa kisheria, na kwamba kuna miongozo ya taratibu zote za utoaji wa adhabu, nyie mnafahamu, katika Penal Code. Hayo yote yameelezwa, na kwamba mtu yoyote atakayebainika atafikishwa katika vyombo vihusika ili sheria iweze kufuata mkondo wake. All the sentiments ambazo zipo katika vinywa vya watu, yafuatayo ningeweza pia kuyasema. La kwanza, mnakumbuka rais wa sasa wa serikali ya Marekani, United States of America, President Trump, akiwa kwenye mlolongo wa kampeni zake, aliwahi pia kupata shambulio la kupigwa na risasi. Wale wote wanaotoa mashambulio, naomba niweke clear, ni kwamba huwa hawabagui. Hawaangalii huyu ni mwandishi wa habari, huyu ni mkuu wa mkoa, huyu ni padre, huyu ni mchungaji, huyu ni askofu, huyu ni dereva. Wao huwa hawaangalii, bali wanapofanya tukio la uhalifu wanafanya na kuona almost all people are equal. Kwa mantiki hiyo, Watanzania wote wanapojaji jambo hili lililotokea, ni muda mwafaka wa kuwa very rational, na ni muda mwafaka wa kutulia, kwa sababu tukiruhusu kila mmoja akasema, inaweza kafika hatua ya kuharibu na kuvuruga mlolongo wa kiuchunguzi, na hata baadaye mlolongo wa ushahidi unaoweza kuwa na msaada mkubwa tunapoelekea kwenye jambo hili. Kwa mantiki hiyo, wale wote waliofanya mashambulio hayo, naomba ni toe rai kwamba tujenge imani kwa vyombo vya dola, kwamba jambo hili litafikia mwisho na aliyefanya jambo hili atabainika. Lakini pamoja na hili, wapo baadhi ya watu, kulingana na kwenye mitandao namna nilivyosoma, wanajaribisha kulihusisha jambo hili na mambo ya kiserikali au na mambo ya kisiasa, na kuona kama vile serikali imefurahia shambulio la Dr. Kitime. Naomba niweke clear hapa kwamba mimi, Albert John Chalamila, Father Kitime ni mlezi wangu kiroho, ni bosi wangu aliyeniajiri kama assistant lecturer wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino. Is my mentor katika masuala ya kitaaluma, being a doctor, na ni mtu ambaye amekuwa na honest feedback anapotaka kushauri jambo lolote. Na kwa mantiki hiyo, sioni maana hata kidogo ya ama serikali ama jambo lolote la kisiasa kuweza kufurahia shambulio hili ambalo limetokea kwa kiongozi wetu wa dini, kwa mwalimu wetu, mwana filosofia, mwana theolojia, na kiongozi wetu na advocate mkubwa ndani ya taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo niombe kwamba katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, hata mimi mwenyewe siku 3 zilizopita nilikuwa nafanya mazoezi mahali fulani, wakatokea vijana ambao walidhani niko peke yangu na kutaka kunipora simu, lakini naamini wangefanikiwa, na wangefanikiwa kunijeruhi. Lazima baadhi ya watu wangetamka maneno ambayo si ya kweli. Wangeweza kusema wabaya wa Chalamila wamemdhuru Chalamila, watu wa vyama vya upinzani wamemdhuru Chalamila, watu wabaya au watu wengine wamemdhuru Chalamila. Lakini kiukweli ingelikuwa ni kibaka kama vibaka wengine ambaye alidhana na muibia mtu mwingine tu wa kawaida, lakini kumbe mimi nilikuwa na walinzi ambao yeye hakuwaona. Na mwisho tulimkamata, tukampeleka kwenye vyombo vya dola. Kwa hiyo ndugu zangu,
katikati, kwamba jambo hili linaweza kumkuta yoyote. Linaweza kumkuta mkuu wa mkoa, linaweza kumkuta mkuu wa wilaya, linaweza kumkuta mwandishi wa habari, linaweza kumkuta kiongozi yoyote yule. Na ndio maana moja maelekezo niliyoyatoa kwa jeshi la polisi na vyombo vyote vya dola ni kuhakikisha linaongeza zaidi wigo wa ulinzi wa watu na mali zao, na zaidi linaongeza zaidi wigo wa umakini katika kuhakikisha nyakati kama hizi watu wanaweza kufanya jambo kwa conspiracy tu, kwamba likifanyika jambo ni rahisi kuhamisha kwamba limefanywa jambo hili kwa sababu ya jambo hili. Mimi naomba niwaeleze ndugu zangu waandishi wa habari, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mwanadamu, na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kiongozi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mcha Mungu na mwenye dini, na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na yeye anawaheshimu sana viongozi wa dini. Na kwa mantiki hiyo, yeye kama kiongozi wetu wa serikali katika taifa, na mimi kama mwakilishi tu ndani ya mkoa ambako tukio hili limetokea, ni waombe wa Tanzania na hasa wa Dar es Salaam kwamba tujenge imani ya Kristo na tujenge imani ya Allah, kwamba jambo hili litafikia mwisho na waliofanya hivyo watabainika. Lakini pamoja na jambo hili, Tanzania imeweka clear pia kwenye mwenendo wa makosa ya jinai, yani kwa maana ya Criminal Procedures Act, kwa mtu yoyote ambaye atakamatwa, kuna namna inataja namna ya ukamataji, namna ya kuprosecute masuala yote haya. Naomba nitoe rai tena kwamba tujenge imani na subira kwamba jambo hili litafikia pale tulipofikia. Wengi waandishi wa habari wamejaribisha pia kuniuliza hali ya Dr. Kitima ikoje. Mimi ninavyofahamu professional kabisa, na leo asubuhi nilikuwa nasoma baadhi ya maeneo, nimeona baadhi ya watu wakitoa comments kwamba wameangalia CT scan aliyofanyiwa dokta. Sasa mimi kama raia na kama kiongozi, masuala yote ya kitabibu naamini yako kwenye professional, ni professional based. Daktari haruhusiwi kutoa siri za mgonjwa unless otherwise kaambiwa kufanya hivyo kwa mtu anayehusika. Naamini taarifa zozote zile zinazomhusu Padre Kitima na kuumia kwake, ukubwa ama udogo wa kidonda, zitatolewa kwake mwenyewe au zitatolewa kwa taasisi ambayo Dr. Kitima anafanyia kazi, kama hayo yataruhusiwa kufanya hivyo. Lakini picha alizopiga kujadiliwa labda kwenye mitandao ya kijamii, labda kabla yeye mwenyewe kusema, naona kabisa hiyo ni kinyume kabisa na utaratibu na miiko ambayo tunayo. Lakini sofa kama wote walipokushasema kwamba Dr. Kitima amelazwa wapi, na mimi kama mkuu wa mkoa naendelea kumonta hali hiyo, ili Watanzania mwisho wa siku waweze kuja kufahamu ukweli. Hatuna sababu hata kidogo ya kuweza kuficha lolote, kama ambavyo wengine wameomba jambo hili kuweza kuwa la uwazi. Litakuwa la uwazi kama taratibu zinavyoweza kuruhusu, bila kuingilia taaluma ya mtu yoyote, taaluma ya aliyedhuriwa, taaluma ya prosecutions agencies hizi, taaluma ya jeshi la polisi, taaluma ya vyombo vya dola, taaluma ya muhimili wa mahakama, pale itakapofikia hatua ya jambo hili kuwa katika mikono ya kimahakama. Ndugu waandishi wa habari, niendelee tena kutoa rai kwamba tuwe watulivu na wasikivu, na kwamba jambo hili halijafanywa kwa nia yoyote kwa nia yote ambayo mpaka sasa haijabainika. Pale itakapochunguzwa kwa kina, tutafahamu waliofanya hivyo ni akina nani, walifanya kwa mlengo gani, walikuwa wapi, nyakati hizi ni zipi, na kwa makusudi ama malengo zaidi yakiwa nataka nini. Baada ya kusema haya, ndugu waandishi wa habari, mwisho kabisa nitoe pole kwa kanisa langu Katoliki, na ambalo mimi mwenyewe nasali huko, na naamini katika nyakati hizi ambazo padre wetu yuko hospitali,
maana yake tutakuwa tuna hamu na kumiss sana maoni yake pamoja na misa zake ambazo alipaswa kuzifanya. Niendelee kuwaomba Watanzania wote na hasa Dar es Salaam kuendelea kuiombea heri nchi yetu, kuendelea kumwombea Padre Kitima aweze kupona kwa haraka na ili aweze pia kurejea katika majukumu yake ya kila siku. Sisi kama waamini tunaendelea kulipenda Kanisa Katoliki na viongozi wote, na kwamba tunaendelea pia kupenda viongozi wote wa makanisa yote. Tunaendelea kupenda viongozi wote wa Kiislamu. Tunaendelea kuheshimu na kupenda raia bila kujali vyama vyao, itikadi zao, ideolojia zao, hisia zao, na pia tunaendelea kulinda mali na vitu vyao ili kuhakikisha mkoa wetu unakuwa salama. Aidha, tunapo approach na kuelekea katika nyakati za siasa, mambo yanaweza kutokea katika namna mbalimbali. Ningeendelea tena kuwaomba Watanzania kwamba tuendelee kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi pale ambapo kuna mtu yoyote ambaye anaweza kuibuka kwenye mipaka ya taifa letu, kwenye mipaka ya mkoa wetu, na kuweza ama kuharibu amani iliyopo ama kufanya uchonganishi wa aina yoyote ambao mwisho unaweza kupelekea kufarakana na mwisho ikapelekea pengine kushindwa kutawala katika njia ambazo ni za haki, ni za usawa, ni za uwazi na misingi yote yenye viashiria vya utawala bora. Baada ya kusema haya, niwatakieni kila laheri na tuendelee tena kushirikiana ili mkoa wetu uendelee kustawi katika misingi ya haki, upendo na amani. Naomba wote tuwe attention kujibu maswali yetu haya. Asante sana. Swali la kaka yangu John kutoka Jambo Television. Ameniuliza maswali kadhaa, moja kuhusiana na statement iliyotolewa na Rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania kuhusiana na contradictions ambazo zimetokea. Labda jambo hili ndugu yangu John nilijibu kitaaluma. Jambo la kwanza, bado sina uhakika wa 100% kuhusu mazungumzo kupitia na karatete niliyoyasikia yakimtaja Rais wa Baraza la Maaskofu kuzungumza na chombo cha habari. Nyewe mnafahamu kwamba vyombo vya habari ama na karatete, kwa maana soft copy, inapokuwa katika mfumo huo, kwanza ni vigumu kuthibitisha kuwa ilikuwa ni sauti yake. Na ndio maana mkinisikia kutoka mwanzo nimesema nimesikia kupitia na karatete ambayo pia sina uzoefu sana kuhusiana na sauti ya Father. Lakini kama ndiye yeye, yafuatayo ni majawabu. Jambo la kwanza, lugha ina taaluma. Na lugha ni taaluma ya watu kabisa. Lugha huwa ina mlolongo wa moja kuweza kutafsiri matini. Tunasema kutafsiri matini maana yake ni nini? Ni kufanya interpretation of text. Kilichofanyika kwa jeshi la polisi, wametoa taarifa. Kwa sababu kumbukeni ilikuwa ni usiku. Mahali hapo hayupo polisi, mahali hapo wala hakuna chombo cha dola walipokuwa wameketi. Kilichopo ni kwamba jeshi la polisi linachukua taarifa ya awali iliyotolewa, ya awali, kwamba tumekuja kuripoti Father amevamiwa. Jeshi la polisi linauliza amevamiwa wapi, katika mazingira gani? Na ndicho ambacho jeshi la polisi lilichukua kuripoti katika hatua ya awali, wakati further investigation ikiwa tayari inaanza. Na kwa mantiki hiyo, ukiangalia statement iliyotolewa na jeshi la polisi, haikusema kwamba Father Kitima alivamiwa na walevi. Haikusema. Kinachotokea ni kwamba kama mtu anasema alivamiwa na walevi, ni ile ambayo katika taaluma ya pragmatic, ambayo ni tawi kubwa sana la lugha lenye matawi makubwa kadhaa, huwa kuna kitu kinaitwa entailment and presupposition, kwa maana ya vimanilizi na utangulizi wa maana. Unajaribu wewe kutoa hisia kulingana na jambo lililopo. Kwa mfano, nikisema humu ndani kuna joto sana, watu wanaanza kufungua madirisha. Sijasema wafungue madirisha. Kwa hiyo kilichotokea katika statement hii ni kulisha maneno na kuilisha maana kwenye kinywa cha jeshi la polisi. Jeshi la polisi halijasema kwamba wale walikuwa ni walevi, na likienda namna hiyo manake limevuruga kabisa ushahidi. Akipatikana mtu ambaye hanywi pombe na ndiye aliyefanya jambo hili, maana yake tutakuwa hawezi kukamatwa, kwa sababu nilisema aliyefanya hivyo ni mlevi.
Ndio maana nimesisitiza kwamba kwa statement zozote ambazo zinakuwa zimetolewa, wananchi waendelee kuwa na imani na jeshi la polisi. Na ndio maana nikiconnect sasa na jambo lako ambalo umeliuliza kuhusiana na matendo, imani matendo. Nina uhakika ndani ya nchi ya Tanzania ukipiga kura katika 100% ya population, the entire population of our country, ukipiga kura, ninaamini zaidi ya 90% watasema jeshi la polisi liendelee kufanya kazi zake. Inawezekana only 5 to somewhere percent wanaweza kusema hatulitaki kabisa jeshi la polisi. Lakini nataka nikueleze, inawezekana nyie leo mmesimamia kwenye hii hoja moja ya ndugu yetu Kibao, na ambaye na sisi tungetamani sana taarifa hizi zipatikane kwa haraka. Lakini professionalism, sio kila jambo taarifa zake zinapatikana asubuhi. Uchunguzi wa jambo lolote is according to taaluma. Uchunguzi wa jambo lolote is according to context. Uchunguzi wa jambo lolote is according to environment. Uchunguzi wa jambo lolote is according to evidence. Uchunguzi wa jambo lolote is according to technology. Na uchunguzi wa jambo lolote is according to nature ya jambo lenyewe. Sio kila jambo linaweza likabainika kwa haraka. Nyewe mnakumbuka kuna watu, zipo kesi. Mnakumbuka zipo kesi. Mtu anafanya uhalifu yeye na mke wake peke yake ndani. Lakini unaweza kukuta ndani ya siku 2-3 tumelibaini. Kwa nini tumelibaini? Kwa sababu ya kupatikana kwa viashiria vinavyoweza kusaidia kupatikana kwake. Lakini kuna jambo jingine linahitaji teknolojia. Nyewe mnafahamu, sisi tukitaka kukamata mtu tunatumia vitu vingi sana. Kuna locator, kuna vifaa vingine vingi vinakuonyesha mtu yuko mahali gani. Lakini ukizima simu kabisa zote, jeshi la polisi na vyombo vya dola vina namna yake pia kuweza kukubaini. Lakini vifaa hivyo vinahusu ni taaluma, lakini zaidi ni aina ya teknolojia ya vitu. Kwa hiyo ukiangalia katika matukio let's say 100 ambayo yamefanyika, mengi sana waliofanya mambo hayo wamebainika. Machache sana kwa nature ya matukio yenyewe jeshi la polisi linaendelea kufanya uchunguzi. Sasa sidhani kama kila asubuhi watakuwa nasimama wanasema katika kuchunguza jambo hili sasa tuko Bunju. Katika kuchunguza jambo hili sasa tuko Temeke. Katika kuchunguza jambo hili sasa tuko 90%. Hapana. Jeshi la polisi tuendelee kulipa muda, lisifanye kazi kwa kufosiwa. Kwa mfano, umeuliza jambo jingine linalohusiana na masuala ya usalama wa watuhumiwa, kwamba kuna watu walikuwa wanalalamika kwamba wamekamatwa, wametekwa, wamepigwa. Jambo la kwanza nafahamu ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na ambacho mimi sijawahi kutaka kujibu jambo lolote na hoja yoyote. Jambo la kwanza la muhimu, wanafahamu kama mtu amepigwa aelekee wapi. Maana cha kwanza wanapaswa kwenda kuripoti huko kwa polisi. Wapate kinachostahili, halafu mambo mengine yaweze kuendelea. Nimeambiwa kwamba kuna watu walipatikana kwenye misitu. Mimi niko mkoa hapa Dar es Salaam. Sijui hiyo misitu iko sehemu gani. Sitaki sana kuingia huko. Lakini niko hapa Dar es Salaam. Niko hapa Dar es Salaam, huu ninakwenda karibu mwaka wa 2. Sijui huo msitu sana uko sehemu gani ambao unaweza kufika ukatupa tu watu namna hii na kitu chochote kile kisikamate. I don't know. Halafu ukiangalia picha zile, mimi ambaye nina macho ya kizalendo sana, sitaki kufika sana huko. Mtu anapouliza hiyo hapa tuko wapi? Tuko Pande, tuko sijui wapi, sijui tuko wapi. Muda wote umewekwa huko. Si ukodi basi hata gari uende hospitali ili uweze kutibiwa. Lakini huko mimi sitaki kuingia. Kwamba daktari atathibitisha wamevuja damu kwa namna gani, hawajavuja damu kwa namna gani, je, kuna watu wamekufa ama kuna watu hawajakufa. Sitaki kuingia kwenye hizo details kabisa. Na ndio maana ikifika hatua ya mimi kuingia kwenye hizo details kama mkuu wa mkoa, nitatoa mafaili ya kuingia kwenye hizo details. Na nitaeleza vizuri kwa nini naingia kwenye hizo details. Lakini kwa sasa itoshe kusema kwamba watu wote, kwa mfano hii juzi nimeona tumeambiwa kwamba kesi zitafanyika kwenye mfumo wa nini, kesi ya bwana ndugu yetu Tundu Lissu itafanyika huko, nimeona. Lakini bado watu wanasema kwamba sisi tunataka twende Kisutu. Sasa you know why? Mimi as a regional commissioner, brother, and I'm telling you kwamba siwezi kuruhusu watu katika nchi nzima mnakuja mnajaa kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa. So what? Nini maana yake itakuwa? Kazi zangu nitazifanya muda gani? Magari ya watu watapita muda gani? Ukizuia misafara huko kwenye magari, mimi nitaendeshaje mkoa? Kwa hiyo nikishasema sihitaji mtu kila moja akawajibike kwenye mkoa wake na kwenye shughuli zake, I mean it. Tena I mean it kweli kweli. Na nataka niwathibitishie ndugu zangu waandishi wa habari, as the days goes on,
kadiri siku zinavyozidi kwenda, inapokaribia na masuala ya chaguzi, wasije wakaleta mzaha hata kidogo. Narudia upya, wasije wakaleta mzaha hata kidogo. Mimi nimeona ndugu yangu Heche juzi lini alisema mkoa nikome kabisa. Nimeona nimejibu ndugu zangu, lakini mimi nikijibu na kuja kuonekana mkoa ni mkorofi. Lakini yule aliyesema mkoa nikome, yeye wala sio mkorofi. Na mimi na siku zangu, my brother and sisters, na siku zangu za kwenda huko. Lakini for today tuzungumze haya mambo ya kitaaluma. Haya mambo ya kitaaluma haya. Lakini huko kwingine mtu akija kwa rafu, sure atajibiwa kwa rafu. Akija kwa grader, atajibiwa kwa grader. Akija kwa msemeno, atajibiwa kwa msemeno. Akija kistaarabu, atajibiwa kistaarabu. Na ndio maana mimi mkiniangalia nina both sides. Ni msomi mwana taaluma, ukinijiuliza vitu na kwenda kwenye taaluma. Lakini ukija rafu na kujibu vile vile, muda huo on the spot na kulipukia hapo. Nikiamini kwamba ukija kiflammability na mimi nakuwa flammable. Hivyo. Ukija kama toxic, mimi nakuwa toxic zaidi. Kwa hiyo issue ni nini? Tujenge nchi yetu kwa kupendana. Tulete hoja. Bwana John, kama ulivyouliza maswali haya, kwamba wananchi waendelee kujenga imani sana kwa jeshi la polisi. Na nina imani contradiction ya lugha, ya kutokuelewana katika lugha huwa inakuwepo. Wanasheria watatafsiri kwenye mahakama sasa kwamba je, jeshi la polisi liliingilia mahakama ama likuingilia mahakama, liliingilia prosecution process ama likuingilia, lakini kwamba tukubali kwamba jeshi la polisi linafanya kazi. Na ndani yake hakuwezi kukosekana watu wachache. Nyinyi mnafahamu. Wachache hao ambao wana tabia mbaya mbaya ndani ya jeshi la polisi lenyewe wapo na wanaendelea kushughulikiwa kwa mujibu wa taratibu za jeshi lenyewe. Kwa hiyo tujenge imani kwa jeshi la polisi na vyombo vingine vya dola. Kwa sababu ukiviweka kando hivyo, okay, nani sasa atafanya uchunguzi wa jambo? Nani atakwenda kumkamata mhalifu? Nani atakwenda kumpeleka mahakamani mhalifu? Mahakama itachukua kitu kutoka wapi? Sasa mahakama inatakiwa isubiri mambo yawe digested kutoka huku mwanzoni, kutoka kwenye maofisi ya DPP huku. Wao wanapokea, wanaliangalia. Je, kuna kesi na nani haki yake iende wapi? Ila vinginevyo maana mahakama yenyewe iwe na polisi ya kukamata, mahakama yenyewe iprosecute, mahakama yenyewe ifanye kila kitu. Sidhani sasa kama hapo kutakuwa kuna separation of power. Asante sana. No problem. Hili linahusu mimi, lakini pia linahusu waandishi wa habari. Ndio. Last week Kisutu, mwandishi wa habari wa Global Press, alishambuliwa na polisi. Alipigwa na polisi. Na ameeleza kwenye video ilipo na kitaka ukapata. Position ya serikali. Wewe kama mkuu wa mkoa. Sisi waandishi tunakuja hapa tunafanya kazi na wewe, lakini tukienda mahali pengine polisi wanatupiga. Wakati tukiwa tunatekeleza majukumu yetu. Kwanza, jambo la kwanza, ndugu zangu ni waandishi wa habari, mimi niwasaidieni jambo moja kubwa sana. Kwa nini hamwendi kuchukua matukio Kongo, Eastern Congo? Na Kongo ni hapa tu. Kwa nini hamwendi kuchukua Eastern Congo? Waandishi wa habari, kwa nini hamwendi Darfur kuchukua matukio? You are happy and you are enjoying to capture all the scenarios going on in our country because our country is peaceful. Siku zote tunafanya matukio na tunaona habari, matelevisheni na report. Wale wote wale wanafanya kazi very in a peaceful way. Why polisi akupige Kisutu? Ukiwa umekosa nini? Kwa sababu wewe mwenyewe ukikaa mahali ukajifanya mdwanzi, hauangalii hatari inayoweza kukabili mbele, utalilaumu sana jeshi la polisi. Utalilaumu sana jeshi la polisi. Kwa kama kuna mwandishi wa habari alipigwa, inawezekana alipigwa kama raia mhalifu. Na kama kuna mwandishi wa habari alipigwa, ni muda muafaka sasa wa kwenda mahakamani na kuweza kujua nani alimpiga. Wakati fulani unaweza kusema ni polisi kampiga, lakini pengine sio polisi. Kuna mtu tu kajifanya polisi. Nyinyi mnajua Dar es Salaam ilivyo. Dar es Salaam ina watu matapeli sana. Mtu anasimama tu anasema yeye polisi, anatoa na kitambulisho feki, amesha kuibia hela, mwisho wa siku ukianza kufuatilia kanibia polisi. Lakini kumbe inawezekana kibaka tu. Na mimi nahisi hata mwandishi wa habari sijui kama kweli ni polisi au la. Lakini kwangu mimi kama mkuu wa mkoa halijanifikia officially ili pengine nisimame naye kuweza kuuliza nini hasa kilitokea. Lakini hata mimi mwenyewe waandishi wa habari, na juzi mlikuwa na siku maalum ya uhuru wa vyombo vya habari. Nyinyi mnafahamu ni uhuru wa vyombo vya habari. Lakini I don't think unaweza kuwa huru kabisa
bila kujua kacha ya taifa lako, bila kujua constitution ya taifa lako, bila kujua ideolojia na miiko ya taifa lako, bila kujua hata nyinyi waandishi wa habari leo mko hapa mnasema uhuru wa vyombo vya habari, lakini kule unadhibitiwa na mwalimu. Kile unachotaka kufanya unadhibitiwa na mwalimu. Nini uhuru wa mwandishi wa habari? Uhuru wa mwandishi wa habari ni pale ambapo una observe codes, principles, constitution, laws na vitu vingine vyote, culture, norms, values, ili angalau uweze kusema mimi niko huru kwenye taifa lako. Kwa uhuru, it is not to exceed kwenye ile miiko tuliyokubaliana as a nation. Nafikiri yes, ndugu yangu Humphrey kutoka Michuzi, kacha ya viongozi wa kanisa Katoliki ipo wazi sana, na ndio maana maelezo ya awali yamesema kwenye kampasi anayoishi baba, kwenye kampasi anayoishi baba. Si kama mliona ile, kwenye kampasi anayoishi baba. Na hapo ndio contradiction ilipotokea sasa na baba askofu mkuu, baba askofu rais wa baraza la maaskofu, kwamba how comes ndani ya campus wanaoishi baba kwa kuna baba. Sasa ni statement tu, yani unajua mtu anaweza kaingia kwako akakuta umetengeneza kasehemu kakupumzika, yeye akaita baba, mwingine akaita sijui nyumba kubwa, mwingine akaita nyumba ndogo. Hizi ni kauli tu, lakini ukweli ni kwamba zitatoka statements ambazo zinaweza zikatolewa na hata baba mwenyewe atakapokuwa Mungu amemjalia ameendelea vizuri, kama itaruhusiwa kufanya hivyo, lakini jeshi la polisi pia lenyewe. Lakini ukweli ni kwamba tunaendelea kuhakikisha kwamba kwenye maeneo haya ya vileo, watu wengine kwa mfano ukimuuliza mtu ambaye hanywi kabisa pombe, anaweza kusema tufunge kabisa baa zote, wote tuelekee makanisani kusali. Lakini nyinyi mnakumbuka viwanda vingi sana vinavyozalisha pombe vinalipa kodi, vimeajiri watu wanywe kistaarabu tu. Hicho ndicho ambacho kinakuwepo. Na nina kesi hapa kadhaa ambazo ziko kwenye mashauri huko. Watu wengine wanakuta wanafanya fujo kwenye mabaa kwa sababu ya ulevi, lakini vyombo vya dola vimeendelea kudhibiti na kuhakikisha kwamba hali inakuwa nzuri. Pamoja na wito wangu sasa kwamba watu wanapofanya starehe zao hizi, basi waendelee kufanya starehe, kwa maana kwamba wanajua kuna nchi, kuna sheria, kuna kanuni, kuna miiko, kuna tamaduni na mambo mengine namna hiyo. Kwa hiyo ndio wito wangu kwa taifa, na wito wangu kwa mkoa wa Dar es Salaam, na wito wangu pia kwa watu wote ambao wanaweza kuwa ni wema na wanania njema kwa taifa letu. Kwa habari za entertainment, sports, politics, usisahau kusubscribe our channel Bina TV. We know what you